Kauli pekee tunayoweza kuisema ni kuwa yametimia. Yametimia, yametimia. Nadhani ndio kauli nyepesi zaidi ambayo tunaweza tukaizungumza kuwa hivi sasa yametimia. Yametimia baada ya kile ambacho tumekuwa tukikijadili takriban toka mwezi wa 12, lakini vile vitisho ambavyo vimekuwa vikisukumwa kwa upande mmoja sasa tunaweza kusema kuwa vimetimia. Marekani kwa kushirikiana na Israeli wamefanya mashambulizi kwenye miji mbalimbali ya Irani, ikiwemo mashambulizi 30 takriban katika jiji la Teherani na mashambulizi makubwa matatu ambayo yameelekezwa kwenye baadhi ya ofisi za serikali, ikiwemo ofisi ya kiongozi mkuu wa Irani. Mpaka muda huu nazungumza na wewe, bado hatujawa na uthibitisho au hakuna taarifa yoyote inayotaja idadi ya vifo au ni watu gani waliolengwa kwenye hayo mashambulizi ya awali. Mapema waziri wa mambo ya nje wa Israeli, Israel Katz, alitangaza kuwa Israeli imeanzisha mashambulizi ndani ya Iran, huku akitangaza hali ya hatari ndani ya Israeli, watu wakae ndani na watulie. Tangazo la kufungwa kwa anga za nchi zote mbili limefuatia kuwa nchi zote zimefunga anga. Kumeonekana mashambulizi ya ndege za Marekani na Israeli sambamba na makombora ya masafa marefu yaliyorushwa na Israeli ambayo yaliruka kwenye anga za nchi kadhaa kuelekea ndani ya Irani, huku Irani ikijaribu kupangua baadhi ya mashambulizi ambayo yalikuwa yakielekezwa kwao. Lakini taarifa ya baadaye inaonyesha kuwa miji kadhaa, Isfahan, Qom na miji mingine imekumbwa na hayo mashambulizi. Baada ya muda, Marekani ikathibitisha kuwa ilishiriki kwenye hiyo operation. Yaani operation ilikuwa ni ya pamoja kati ya Marekani na Israeli kama ilivyokusudiwa. Baadaye kumefuatiwa na taarifa ya rais wa Marekani Donald Trump, taarifa fupi ya video ambayo imezungumza kwa kina akitaja sababu kwa nini wameingia kwenye huu mzozo, akiwataja Irani kama wafadhili wakuu wa ugaidi, lakini pia akikumbusha baadhi ya matukio ambayo Irani imewahi kufanya dhidi ya Amerika, ikiwemo kuwateka wale wanafunzi ambao wa vyuo vikuu wakati wa mapinduzi ya mwaka 79, ikiwemo meli ambazo ziliwahi kushambuliwa kule Lebanoni, yakiwemo matukio mbalimbali, huku akisema pia Irani ilihusika katika kuwaua wapiganaji wa Marekani kule Iraq kwa kutumia proxy wao, ikitaja kuwa Irani imekuwa ikiwafadhili Hizbullah pamoja na Hamas pamoja na washirika wa Houthi ambao wamekuwa wakisababisha ukosefu wa utulivu kwa washirika wa Marekani, akiapa kuwa wanakwenda kufanya mabadiliko ya kwenda kuangamiza makombora, kuangamiza uwezo wa nyuklia wa Irani. Lakini hii ni vita ya mabadiliko ya uongozi ndani ya Iran. Je, itatimia? Hilo tutalijua baada ya muda. Donald Trump ameendelea na shutuma zake kwa Iran katika kile ambacho kilionekana kuanzia hotuba yake ya Jumanne, kujaribu kutafuta uungwaji mkono wa ndani kuhalalisha kile ambacho huenda Marekani wangekichukua na Israeli dhidi ya Irani na ambacho hivi sasa wamekichukua. Anasema kuwa Irani imekuwa ikiwatishia, kwa hiyo anaenda kuondoa tishio na sasa wanakwenda kumaliza kile ambacho kinaonekana. Lakini kumefuatiwa na taarifa ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, pia naye akisisitiza kuwa nchi sasa iko kwenye hali ya tahadhari, sambamba na kile alichokizungumza wakati anahutubia bunge la Knesset mwishoni mwa wiki iliyomalizika. Aliwaambia kuwa tupo kwenye hali ngumu zaidi katika historia yetu. Kwa sasa tuko kwenye hali ngumu zaidi. Ukitazama mashambulizi ya ndege au mashambulizi haya ya Israeli na Marekani, awali yameonekana kama ni mashambulizi ambayo unaweza kusema kuwa limited, mashambulizi ya wastani ambayo yameelekezwa ndani ya Tehran, nadhani katika kupima kile ambacho unakiona. Okay. Irani wamejibu na wanasema kuwa wanajiandaa kufanya majibu kwa sasa. Taarifa inaonyesha kuwa Irani wanajiandaa kufanya majibu. Hatujui majibu yao yatakuja kuelekea muda gani. Kwa wale wanaonifuatilia sana katika mazungumzo, nilizungumza mazungumzo yangu ya jana jioni wakati na uelezea mgogoro wa Pakistani na Afghanistani. Nilimention sababu ya ule mgogoro na kile kinachokuja kutokea mbele. Lakini Israeli jana ilifanya mashambulizi kule Bekaa, Lebanon, ikilenga mali
na ikilenga sehemu inayohifadhi silaha nyingi zaidi za Hizbullah. Ilikuwa ni ishara inayokupa nini kinatokea. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid wiki 2 zilizopita alitangaza kuwa Taliban itashiriki upande wa Irani ikiwa mzozo utaibuka. Kwa hiyo kuibuka kati ya vita ya Pakistan na Afghanistan ilikuwa ni ishara nzuri kabisa ya kukuonyesha kuwa hivi sasa nini kinakwenda kutokea, kwa sababu Israel na Marekani wanajaribu kupunguza uwezo wa pembeni wa Irani wa usaidizi wa washirika wake wenye hatari. Ndio maana nakwambia jana pia kukatokea mashambulizi yaliyoelekezwa Lebanon.